Karibu tena kwenye chaneli hii ambayo inakupa maarifa juu ya mambo yanayotokea ndani ya mwili wa binadamu na wengi hatufahamu. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi usisahau kulike, share, bofya alama ya kengele, lakini pia weka maoni yako na subscribe kuwa mmoja wa sehemu ya familia ya Siri za Mwili. Chaneli hii bado changa, kufanya hivyo kutasaidia kuwafikia watu wengi zaidi. Leo tutazungumzia jambo ambalo huwa linatokea na kuwaacha watu katika mtungo wa maswali. Hivi, umewahi kumgusa mtu ghafla ukahisi kama unapigwa shoti? Au ile unavua nguo mara unahisi kama cheche hivi? Leo nitakufunulia jambo hili upate kuelewa. Umeme tuli katika mwili wa binadamu ni jambo ambalo karibu kila mtu amewahi kulipitia. Unapogusa mtu au kitu, mara ghafla unapata mshtuko mdogo unaosikika kama tik, au unapoondoa nguo unasikia mlio wa kukunja. Wengi hudhani ni umeme wa hatari, lakini kwa kweli hii ni chaji ya umeme inayojikusanya juu ya ngozi na nguo kutokana na mwingiliano na mazingira. Umeme tuli ni hali ambapo chaji ya umeme hujengeka juu ya mwili au nguo bila kusonga sehemu nyingine. Mwili hupokea chaji hizi kutoka katika mazingira kwa njia mbalimbali. Tunahisi athari zake pale ambapo usawa kati ya chaji chanya na hasi unapovunjika, na chaji ikijaribu kusawazika kwa kujiruhusu kuruka kutoka mwilini kwenda kwenye kitu au mtu mwingine. Chaji hizi zinapojikusanya sehemu moja ndizo zinazoweza kusababisha mshtuko, cheche ndogo au nywele kusimama. Chanzo kikuu cha umeme tuli ni msuguano. Msuguano unapelekea elektroni kusaidiana au kuhamishwa kutoka kitu kimoja kwenda kingine. Hapa ndipo umeme tuli unapozaliwa. Moja, kutembea kwenye mazulia au sakafu ya synthetic. Nguo au soli ya viatu unapotembea juu ya carpet, msuguano hutokea. Carpet nyingi ni za nyuzi bandia synthetic, ambazo zinajenga chaji kwa urahisi. Elektroni hutoka kwenye carpet kwenda mwilini, hivyo kusababisha chaji kuongezeka. 2. Aina za mavazi. Nguo za polyester, nylon na nyuzi bandia kwa ujumla hujenga umeme tuli haraka. Unapozivua au kuzipiga msuguano, elektroni huhama na kutengeneza chaji ya ziada mwilini. Ndiyo maana nguo za synthetic hutengeneza mlio wa crack unapoivua. 3. Hewa kavu. Katika mazingira yenye upepo mkavu kama wakati wa baridi, maeneo yenye joto la air condition au sehemu zisizo na unyevunyevu, umeme tuli unajikusanya zaidi. Hii ni kwa sababu unyevu husaidia kusambaza chaji, lakini hewa kavu haiwezi, hivyo chaji hukwama mwilini. 4. Kutumia vifaa vya kielektroniki. Kutumia simu, laptop au vifaa vingine kwa muda mrefu, hasa ukiwa umeweka kwenye mapaja au mikononi, kunaweza kuongeza chaji. Hii ni kutokana na msuguano, joto na umeme wa vifaa hivyo ambao hausambaziki kwa urahisi. Dalili za kuwa na umeme tuli mwingi mwilini. Ingawa umeme tuli si hatari kwa afya ya kawaida, kuna dalili zinazoonyesha umejaza chaji kupita kiasi. 1. Kupata mshtuko wa mara kwa mara. Unapogusa watu au vitu vya metali kama vile milango, makabati au magari, unapata mshtuko wa haraka unaoumiza kidogo. 2. Nywele kusimama. Unapovua kofia au sweta, unaweza kuona nywele zinasimama juu kama zimevutwa na sumaku. Hii hutokea kwa sababu nywele zako zinakuwa na chaji inayozifanya zisukumanane. 3. Kusikia mlio wa kukunja, crackling. Unapovua nguo za synthetic au kuvuta blanket, unapata mlio kama wa kukatika kwa umeme mdogo. 4. Kuona cheche. Katika giza unaweza kuona miale midogo ya mwanga, cheche, zitokazo wakati chaji inatoka mwilini kwenda kwenye kito kingine. Kwa watu wengi, umeme tuli si hatari kiafya kwa asilimia kubwa ya watu. Mshtuko ni mdogo na haudhuru. Ni jambo la asili. Ni sehemu ya uhamishaji wa elektroni unaotokea katika maisha ya kila siku. Mambo ya kuchukua tahadhari. Mshtuko wa mara kwa mara unaweza kukupa hofu au kuuma kidogo. Hatari katika mazingira maalum. Endapo unafanya kazi kwenye mabomba ya gesi, maeneo yenye mafuta, vumbi la kemikali au vitu vinavyowaka kwa urahisi, cheche za umeme tuli zinaweza kuwa hatari. Kwa watu wenye pacemaker au vifaa vya matibabu, ni vyema kushauriana na daktari ili kuepuka mazingira yenye static kubwa. Jinsi ya kupunguza au kuondoa umeme tuli mwilini. Zipo njia rahisi za kupunguza tatizo hili. Njia hizo na kwenda kuzitaja na kuelezea hapa chini.
1. Tumia humidifier. Kuongeza unyevunyevu ndani ya nyumba kunasaidia kusambaza chaji na kuifanya isijikusanye mwilini. 2. Vaa nguo za asili. Nguo za pamba, sufu na hariri hazijengi umeme tuli kwa urahisi. Epuka polyester na nylon unapoweza. 3. Tumia anti-static spray. Spray hizi hupunguza msuguano kwenye nguo na carpet, hivyo kuzuia kujengwa kwa chaji. 4. Gusa kitu cha chuma kilicho grounded. Kabla ya kugusa vifaa vya kielektroniki, unaweza kugusa bomba au kitu cha metali kilichounganishwa ardhini ili kutolewa chaji iliyopo mwilini. Umeme tuli mwilini ni jambo la kawaida kabisa na halina madhara kwa watu wengi. Ni matokeo ya msuguano wa kila siku kati ya mwili, nguo, sakafu na mazingira yanayotuzunguka. Ukiona unapata mshtuko mara kwa mara, fahamu kuwa mwili wako unajaribu kusawazisha chaji iliyozidi. Kwa kuelewa chanzo na mbinu za kupunguza tatizo, unaweza kuepuka mshtuko huu usio na madhara na kuishi kwa raha bila usumbufu wa static electricity. Natumai umejifunza kitu katika video hii, na mara itakapokutokea ama kumtokea mtu, basi utaweza kueleza na ukaeleweka. Usisahau kusubscribe, like, share na bonyeza kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi tunapo